Yes, msikilizaji, uhali gani rafiki yangu? Uko okay? Na matumaini uko sawa. Karibu sana katika ripoti ya leo ya EFM. Karibu tuzungumze kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunayowasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Mimi Veronica huambatana pamoja nawe kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Karibu sana. Kuna mahali tuliishia siku ya Ijumaa, tuliishia ndugu yetu mpendwa wetu rafiki anaitwa Rose. Rose akitueleza maisha ambayo anaishi mpaka sasa hivi. Hatua kubwa ambayo Rose ameifanya ni kumfuata mwanamke ambaye ana mahusiano na mume wake na kuamua kumweleza ukweli na kumwambia, wewe ni mwanamke mwenzangu, wenda huyu mwanaume haja kueleza kuhusu mimi. Huyu ni mwanaume ambaye ana mke wake ni mimi. Naomba umwache mume wangu. Mara kadhaa amezungumza na huyu msichana, lakini majibu ya huyu msichana yamekuwa ni majibu yanayomchukiza Rose. Na safari hii Rose pamoja na ndugu yake huyu mshauri wake wamechukua hatua zaidi. Rose ameenda kwa mganga na kumweleza mganga, sio tu mume wangu arudi, nataka nisimuone binti huyu katika uso wa dunia. Lakini binti ni mjamzito. Mganga anasema ataifanya kazi hii kwa shilingi milioni 4. Nimepitia katika safari yangu ya maisha. Rose anasema nilitafuta kiasi cha pesa cha kuongeza kwa ajili ya kupeleka kwa mganga. Namwambia ndugu yangu, kama mtu huyu hajafanikiwa kumrejesha mume wangu makamilifu, ni kweli sio kwamba amebeba kila kilichokuwa chake, hapana. Kuna vitu vyake anatambua hapa ni nyumbani kwake, anarudi nyumbani. Sema ndio hivyo, anaweza kaondoka kakaa siku kadhaa huko na baadaye akarejea. Kama ameshindwa kufanya haya, vipi hii pesa yangu? Yani hivyo. Lakini alinihakikishia na kuniambia atakufurahisha moyo wako, maana hicho kinaenda kutimia. Rose anasema sasa wakati umewadia. Nimefanikiwa kupata jina la mama mzazi wa huyu binti. Mimi sijui lina umuhimu gani, sijui. Hata nilikuwa nikimwambia ndugu yangu, jamani, huu si ndio uongo, utapeli. Anataka jina la mama mzazi la nini? Mbona mimi nasikia watu wanafanya dawa hamjui bibi wala babu wala shangazi wala mama mzazi, na jambo linakuwa jambo. Hii mbona anatupa masharti magumu hivi? Lakini nikwambie hakuna jambo alituambia tukafeli kulifanikisha. Jina tumepata la mama mzazi na milioni 4 tunayo. Hapa anachotaka ni kazi kukamilika. Rose anasema, nazungumza haya kutoka ndani ya moyo wangu. Nikiwa nayapambania haya, moyo wangu ulisema nina sababu ya kupambania hiki. Nina sababu. Moyo wangu umekuwa sio moyo wa kawaida. Ninachotaka ni kuona hiki ambacho natamani kinatimia. Rose anasema mganga aliniambia utalipa pesa yote. Nikamwambia kwa nini pesa yote? Akasema ni utaratibu wangu wa kazi. Mimi nilipata nafasi kutoka pembeni na ndugu yangu, nikamwambia nataka kunitapeli. Huyu nitapeli. Kwa nini? Kwa nini silipe milioni 2? Alafu akikamilisha kazi nimalizie milioni 2. Mimi nikamwambia kama kweli anamaanisha kwamba anataka kufanya kazi kwenye mambo ya pesa, mimi nimemwambia pesa kamili yote nayo, lakini siwezi kumpa yote. Hapa mjini utapeli ni mwingi sana. Na pesa yenyewe kumbuka hapo nimekopa nyingine. Nilimwambia huyu ndugu yangu. Na yeye alimwambia huyu mganga, akamwambia unajua tunakuamini, hata mimi nakuamini. Lakini ndugu yangu anaona kwa nini tusilipe milioni 2 kwanza? Sio kwamba haipo, lakini tukione kile ambacho umesema kinatimia. Akasema huu ndio utaratibu wangu wa kazi. Huu ndio utaratibu wangu wa kazi. Akasema mimi hizi issue sio mwepesi kuzifanya. Na ndio maana mpaka naifanya, ina maana huyo mtu ameingia gharama. Mbona kuna issue mimi nazifanya hata bure. Lakini inapokuja habari ya kutoa uhai wa mtu, waga sinaga mchezo. Kwa sababu na mimi kuna kazi ngumu natakiwa kufanya. Kuna vitu muhimu natakiwa kuwa navyo. Kwa hiyo sichukui pesa nusu.
na ni makosa. Ndugu yangu ananiambia, toa hela, tumpe hiyo pesa yote. Tumesha kama pesa tumeshapoteza ngapi? Kama kutapeliwa itakuwa ni mara yetu ya kwanza kwenye maisha yetu kutapeliwa, si tumeshawahi kutapeliwa? Kwa nini tuogope kutapeliwa? Lakini hatuwezi kuacha kujaribu, hatuwezi kuacha kupambana. Rozi anasema, ninazungumza nikiwa na shauku, yani nikwambia, unajua mtu ambaye anangoja adui, yani ninangoja adui yangu apate habari mbaya. Na ameniahidi, ameniambia, wewe tulia, huyu msichana atakapoingia leba hata toka yeye wala mtoto. Na nakwambia, na ndivyo itakavyokuwa. Relax, toa hiyo hela. Sawa. Rozi anasema, ndivyo tulivyofanya. Milioni 4 nilitoa. Nikwambie, ni bora hata hii milioni 4 ningekuwa kwenye akaunti yangu kulikuwa na milioni 50. Nikatoa milioni 4. Haikuwepo milioni 4. Nimekopa nyingine kujaziliza ifike milioni 4. Mwingine anakopa kwa ajili ya kwenda kufanya biashara. Unakopa rafiki yangu, unataka kulipa kodi, unakopa kuna jambo unataka kulifanya muhimu. Mimi nakopa naenda kuroga. Roho yangu ndiyo ina matamanio kufanya hivyo kwa hapa nilipofika. Nimeona nimeumizwa sana. Nimeona nimeumia sana, halafu nimeshindwa kubeba hayo maumivu. Mimi nimeshindwa kubeba hayo maumivu, sijaweza. Mambo ambayo ananifanyia mume wangu, mambo ambayo yanaendelea, nikasema hapana. Hiki ndicho ninachokitaka. Rozi anasema, basi tulitoa ile pesa. Ni lini haya yanatimia? Atakapojifungua. Kwa hiyo tunatakiwa tupate taarifa lini anaenda kujifungua. Akasema mama akishafikisha ujauzito wa miezi 9, ni dhahiri kwamba ni mwezi ambao lazima mama azae, si ndio? Ni makadirio yetu tunafikiria, lakini makadirio nitakayoyafanya mimi yatakuwa ni makadirio kamili. Umenipa majina na kila kitu. Siku tu atakapopata uchungu, atakapoenda hospitali, ndo atakuwa ameenda, ndo historia yake inakuwa imeishia hapo. Tuliacha pesa, tuliacha jina, tukarudi. Ndugu yangu akaniambia, baada ya hapo nikwambie, utarelax, moyo wako utatulia, utapata amani, kwa sababu huyu mwanaume hata kuwa na option nyingine zaidi ya kurudi kwa mke wake, na mtaishi maisha kama mlioishi zamani. Niko hiyo ndo shauku yangu. Rozi anatueleza haya ameyapitia katika safari yake ya maisha. Rozi anasema, nakana ngoja mambo yatimie sasa. Niko na ngoja. Rozi anasema, na ngoja siku ya kwanza, na ngoja siku ya pili. Nilimuuliza yule chawa, vipi? Akasema, mrembo wetu nakwambia alishachukua likizo. Nikamwambia, ameanza likizo lini? Akasema, si ameanza hivi juzi, nitakuwa nilisahau tu kukwambia. Ila si unajua tena kuna muda anapita nini, mtoto tena nataka kumuona baba. Ananieleza kwamba anapitaga, na maana anaenda ofisini, sio kikazi, naenda kumuona mume wangu. Ndo baby wake sasa. Na kwa taarifa niloambiwa, anadeka hatari.
Yani ni yule mama ni yule binti amepata ujauzito, yani madeko. Ni baby. Jamani baby, mwanangu baby, mtoto anacheza hapa, yani madeko. Kwa hiyo yuko wapi? Akasema navyosikia kwa mujibu wa shoga yake ameenda kwa ndugu zake. Nikamwambia wako wapi? Hapa tu mjini. Okay. Vipi wewe? Mimi nikamwambia mimi naendelea vizuri. Vipi? Nikamwambia mimi nimeamua kuachilia. Unajua ukisema ufuatilize mambo ya wanaume watakupa kichaa. Mimi nimeamua kuachilia. Akasema na unavyompenda mume wako wewe. Yani unavyompenda mume wako mlivyokuwa mnapendana. Unajua ni mahusiano yenu yameniogopesha sana. Nikamwambia kwa nini? Mlivyokuwa mnapendana. Yani nyinyi ni watu ambao kama damu zenu zilikuwa zinaendana. Mnafurahiana. Nyinyi ni ndoa ya mfano wa kuigwa. Watu wakikaa jamani, hivi kwa nini msiwe kama fulani? Yani unajua kilichotokea kwenu hata siaminiki. Nikamwambia mambo yanatokea, lakini mshukuru Mungu kwa kila jambo. Na yeye akaniambia ni kweli unajua. Unaweza kukuta mambo yanakuwa magumu, mtu unazidi kuteseka, ni bora kuachilia. Na mimi nikamwambia ni kweli. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa anaitwa Rose. Asante kwa Yes, ndugu yetu anaitwa Rose akitueleza haya. Rose anasema mimi ni mwanamke ambaye nimepitia changamoto hizi. Najua ninapoyazungumza haya wako wanawake wenzangu ambao pia wamepitia changamoto mbalimbali, hasa za masuala ya ndoa. Ulianza na mtu katika hatua fulani, lakini mahali fulani mlifika na mwenzako ukaona anataka kwenda njia yake na moyo wako unashindwa kupokea kwamba miaka yote tumekuwa pamoja, tumefanya 1 2 3, hapa tulipo tuna watoto, umri wangu umesogea, leo huyu amepata msichana mdogo, binti mdogo, anaona wa thamani kuliko mimi, moyo unagoma kupokea. Rose anasema hizo ni changamoto ambazo baadhi ya wanawake tunakutana nazo. Na mimi nimesimama, kuna mwanamke mwenzangu anasema anayopitia Rose na mimi napitia. Natamani usikie hiki kutoka kwangu na ujifunze kutoka kwangu. Rose anasema tunangoja wakati ufike. Usiku panapambazuka, nini kinaendelea? Rose anasema mimi kwa sababu sipo karibu na huyo binti, kwa hiyo sijui. Ina maana tuko tunangoja, kama ni habari zitatokea tutazisikia, na tutazisikia kwa kupitia nani? Ina maana tutazisikia kwa kupitia yule chawa wangu. Na chawa wangu yule atazipata kutoka wapi? Kwa rafiki wa karibu na yule binti. Ina maana kama lolote litatokea. Rose anasema toka siku ile tumeenda kwa yule mganga, yani tukampa pesa majina, na iacha hii siku. Naanza kuhesabu siku inayofuata ambayo nimeanza kungoja. Nilingoja siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, siku ya 4, siku ya 5, siku ya 6. Maka tukao tunazungumza na yule rafiki yangu. Maana aliniambia unajua sio vizuri kupiga simu sasa hivi kuanza kuuliza, vipi, usije ukashtukiwa. Yani huyu wewe tulia. Kama kuna habari yoyote anaweza kukwambia, yeye aanze. Sio wewe kuanza kuuliza vipi sasa hivi, hatutakiwi kuuliza vipi nyingi. Sio tukaulizwa why mnauliza sana. Watu wana tabia kujiongeza. Mbona huyo mtu alikuwa ananiuliza na hiki kitu kimetokea, inakuwaje? Tulia. Kwa hiyo nilitulia. Sasa ina maana siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, siku ya 4, siku ya 5, siku ya 6. Rose anasema mimi kwanza mume wangu alitweka kabisa. Yani si unajua ile mume wako anachepuka, anaweza kukaa hata siku 3 2, akakaa hata 4 akarudi. Lakini hizo ni siku ambazo mume wangu alitoweka kabisa, yani hakuwa nyumbani. Nakumbuka pia mawasiliano yetu mimi na yeye sio mazuri. Kwa siwezi kusema kwamba nimpigie nini na nini, tutagombana tu.
Rose anasema nilipata simu kutoka kwa chawa wangu. Narudia tena, kumbuka siku mtafuta ili nisije nikaonekana kwa nini nauliza habari za huyu mtu na sina mtu wa kumuuliza. Rose anasema nimepokea ile simu. Nilipopokea ile simu, huyu chawa wangu akaniambia, jamani. Nikamwambia nini? Huwezi amini. Nikamwambia kuhusu nini? Akataja jina la yule msichana. Akasema huwezi amini, yule binti kapata uchungu. Unaambiwa alikuwa kashaandaliwa daktari na kila kitu, lakini ikaonekana kwamba anaweza kujifungua kwa njia ya kawaida. Wamefika pale hospitali, nasikia kwenda kwenye hatua ya kupush, ikaonekana kwamba mambo sio salama. Kwa hiyo moja kwa moja ikaonekana afanywe operation. Huwezi amini, yule dada hajatoka kwenye kile chumba na mtoto. Rose anasema hii ndio simu nilipata kutoka kwa huyu dada, ambaye mimi humbeba kama mtu ambaye ananipa taarifa nini kinaendelea, na amekuwa mwaminifu kunipa taarifa sana. Na huyu nimekueleza alitafutwa alipelekwa na mume wangu kupata nafasi ya kazi, na nina undugu naye mimi, japo sio karibu, lakini ni ndugu kwenye ukoo huko. Sio kwamba tumezaliwa naye tumbo moja nikimaanisha hivyo, lakini ni ndugu. Rose anasema nilikata simu pale tap. Yani sikutaka kuonyesha sitaki kuonyesha kitu chochote, kwa nilikata. Nikampigia simu ndugu yangu, nikamwambia wewe, huwezi amini. Akasema ni nini? Nikamwambia huyu chawa kanipigia simu. Anasemaje? Nikamwambia alichokizungumza mganga ni kweli. Niambie, wewe ulikuwa umwamini? Nikamwambia yule binti na yule mtoto hawajatoka. Wewe umeuliza alijifungua mtoto gani? Nikasema wewe sijauliza, nimekata tu simu. Akaniambia mbu tuliza mukali, tulia. Jambo letu limefanikiwa kwa sehemu kubwa sana. Unasikia? Tulia. Nikamwambia nimetulia. Akaniambia vuta pumzi, shusha. Kila kitu kiko okay now. Sawa? Ulichokuwa unatamani kitokee kimekuwa, na ndio furaha ya moyo wako. Vuta pumzi, shusha. Relax, mrudie. Mpigie simu. Onyesha kusikitika. Maskini, mbona ya habari imenisikitisha? Muulize ni mtoto gani? Nikakata simu. Nikapiga simu, nikamwambia sijui ni network inasumbua. Umeniambiaje? Akarudia kunielezea toka mwanzo. Nimekuambia yule binti hajafanikiwa kutoka alipoenda kujifungua. Amepatwa na mauti kwenye uzazi. Nikasema jamani, maskini. Ni kweli alikuwa ananiambia mume wangu, mbona nimesikitika hivyo jamani? Akasema jamani, yani tumesikitika. Unajua ni mambo yanaumiza. Mtu beba ujauzito miezi 9, mtoto apotee na wewe upotee, inauma sana. Nikasema inaumiza sana. Alijifungua mtoto gani? Akasema kwa amejifungua ni mtoto wa kiume. Niko we jamani, poleni. Kwa hiyo utaratibu upoje? Mmesikia nini? Yuko ni taarifa ambayo imekuja. Kila mtu kamaki, ni lini imetokea? Akasema ni leo. Niko wewe maskini, pole. Kakata simu. Rose anasema nikafiri kujisikia vizuri. Kifo cha mama na mtoto ambaye hana hatia, hajui chochote, ila ilinifanya nijisikie vizuri. Nikajisikia vizuri ndani ya moyo wangu. Nikajisikia vizuri. Kila kitu kimeisha. Sitamsikia tena huyo msichana. Sitamsikia tena kwenye maisha yangu. Historia yake imeishia hapa.
rafiki yangu, ndugu yangu aliniambia tuonane. Tulionana. Akasema huyu mwanaume atarudi, mwache aomboleze msiba, atarudi. Nikamwambia je, si inabidi tuende? Akasema ndio jambo la muhimu. Tukaanza kukumbushiana namna yule alivyoniambia kuhusu simu, kwamba ilikuwa hivi, akaenda kujifungua, ikupushi ikawa changamoto, wakasema operation ndio hivyo. Tunajikumbushia yale maneno ambayo yule dada aliniambia. Tunarudi kwa mganga. Tumepanga tutarudi kesho yake. Yaani leo tumezungumza vile, kesho twende tusichelewe. Rozi anasema tukabebana mimi na ndugu yangu. Haya tumeyafanya mimi na ndugu yangu. Yaani akiwa msindikizaji, mshauri na mtu ambaye anasema yes, hivyo ni sawa. Ni sawa, mali umefika, huwezi kuvumilia maumivu, uchungu huwezi kubeba. Tulipofika tu, mganga alitabasamu. Tabasamu zito. Akaniambia sasa, moyo wako umetulia, si ndio? Nikamwambia kuhusu nini? Akaniambia mimi nimeshamaliza kazi. Nimeshamaliza kazi. Ndugu yangu akamwambia haijawa ngumu, imekuwa nyepesi. Akasema kaeni kwanza basi tuongeeni. Mpo wima, najua mna furaha sana. Mimi sifanyi hizi kazi. Nikifanya nakuwa namaanisha kufanya. Sawa, tukakaa. Akaniuliza unajisikiaje? Nikamwambia sielewi. Yaani sielewi kwa sababu simu nilipigiwa mimi, nikaanza kumueleza nimepigiwa, nimeambiwa. Akasema nilikwambiaje? Nilikwambia chance aliyokuwa nayo ni ya kwenda hospitali, lakini hana nafasi ya kutoka. Yeye na mtoto. Mimi nimemaliza kazi yako. Unajisikiaje? Akaniuliza tena. Nikamwambia yani sielewi. Yani niseme tu sijui nimepokea kitu nilichokuwa nakihitaji. Ninajisikia vizuri. Yani ninajisikia furaha. Akasema yes. Na hivi ndivyo unavyotakiwa. Ujisikie furaha. Ulikuwa ulali usingizi kwa stress, sasa inabidi upate usingizi ulale. Si ndio? Nikamwambia ni sawa kabisa unavyosema. Ndugu yangu akamwambia imekuwa rahisi sana. Akasema imekuwa rahisi. Haijawa ngumu sana. Niliwaza ni ngumu. Na ndugu yangu akamwambia wewe ulisema kwamba huyu mtu inaonekana mzito kidogo. Akasema lakini haikuwa kiivu mpaka mimi nishindwe. Ndugu yangu akamwambia tuelezee kidogo. Akasema niwaelezee nini? Mimi mlitaka kazi yenu nifanye na nimeshaifanya. Kitu kimoja ambacho naweza nikasema, nilivyotuma makombora yangu haikuwa rai. Yani haikuwa kuna ugumu sana kumwataki yeye na mtoto. Ndugu yangu akamwambia hivi, ina maana ili jambo linafanyikaje? Ina maana kule watu wanaona kwamba mama anatakiwa kujifungua kwa njia ya kawaida. Na ndivyo inavyoonekana. Njia imeshafunguka. Mara mambo yanabadilika. Inaonekana labda ni vitu vya kawaida vinatokea kwa mwanamke yote. Mara tena anafanya operation. Inaonekana kama kuna emergency imefanyika. Labda uzembe wa madaktari. Akasema vyovyote inaweza ikawa. Lakini kesi yoyote itaibuka hapo, lazima watapata majibu nini kimesababisha umauti wao. Lazima watapata. Mtoto kacheleweshwa. Mtoto kitofu kimemnyonga. Mtoto lazima sosi itapatikana. Na mama pia sosi itapatikana. Ilitokea nini? Lazima jambo litaandikwa pale. Ilikuwa hivi. Alipata pressure, alifanyaje, vyote vitajulikana hapo. Lakini ripoti itasema huyu na mtoto wake itaeleza.
lakini huku tumeshafanya kazi na tumemaliza. Haijawa ngumu sana kwa sababu nilihisi mzito, lakini sio mzito. Ndugu yangu akamuuliza, je, kuna wengine ni wazito? Akasema ishatokea hiyo. Kuna wengine unatuma hiyo kitu haifanikiwe. Yani watabaki madaktari kusema huyu mama ilibaki hivi chupu aondoke na mtoto wake, lakini hakuna umauti utapatikana pale. Kuna watu wako na nguvu. Yani kuna watu wako na nguvu, hawako weupe, lakini inakuwa rahisi sana mtu akiwa mweupe. Yani au anaka nguvu kidogo, lakini sio ya kusema kukuzidi, kunizidi mimi mtaalamu. Narudia haya maneno, natamani uyasikie tena. Rose anasema haya ni maneno aliyozungumza huyu mganga tulipokuwa tumeenda na yeye ndo akitupa ripoti kwamba nimeshakamilisha kazi. Yani sio nyinyi mnaenda ndo mumpe taarifa, yeye anaona anatabasamu na kusema mission yangu mimi nimekamilisha, na mimi sasa una amani, kazi nimeifanya. Rose anasema basi tuko mimi pamoja na ndugu yangu. Ndugu yangu alikuwa na maswali mengi sana. Mwisho wa siku huyu mganga akasema, sasa mimi nikutakie tu mafanikio na utulivu wa moyo. Naamini umepata amani uliokuwa unaitaka. Nikamwambia ndio. Nenda kaishi kwa furaha. Mmeo atarudi. Hakuna kinachozuia tena. Milango ya mume wako kurudi yote iko wazi. Atarudi mume wako. Akirudi mpokee. Samehe yote. Jengeni ndoa yenu. Nikamwambia sawa. Atarudi kweli? Akasema hakuna kinachomzuia. Kumbuka msikilizaji, haya ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanaeleta kwetu, nasi tunaiwasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Na Rose amekuwa ni moja kati ya watu ambao wanatufuatilia kwa ukaribu sana. Naye akasema kwa nini nami ninyamaze, nalo jambo nimelibeba kwenye kifua changu. Natamani nilitoe, linipe wepesi. Ndio. Rose anasema, nimefanya ambacho moyo wangu umekuwa na shauku nacho. Ni kweli huyu binti na mtoto wake wamepoteza maisha. Ndugu zake, watu wake wa karibu, mwanaume wake ambaye ndo mume wangu ataamini kwamba ni changamoto za uzazi ndizo zimeondoa maisha ya huyo binti. Lakini mimi ndani yangu na ndugu yangu tunajua maisha ya huyo binti yamegharimu shilingi milioni 4. Rose anasema mganga aliniambia njoo baada ya siku 5. Nikamwambia sawa, tafanya hivyo. Nakumbuka tumetoka pale kwenye sehemu yake ambayo anafanyia dawa, yani sehemu yake ambayo anaona watu, waona watu kwamba nini na nini na shida gani, kwenye mazungumzo naye kilinge tukisema hivyo. Kwa tumetoka hivi nje, akatufuata nyuma. Akaniambia Rose. Nikageuka. Nikamwambia ndio. Hapo nakumbuka nimesha vaa kabisa na viatu, yani ni tunaondoka. Akaniambia unajisikiaje? Na kuona kama hauko sawa. Nikamwambia niko sawa. Nikamwambia kwa nini unahisi siko sawa? Akaniambia ukija nitakwambia kwa nini nimekuona hauko sawa.
lakini ni habari njema, unapaswa uifurahie. Si ndio Rose? Nikamwambia ni habari njema. Ni habari njema sana na niko naifurahia. Akasema sikuoni kama unaifurahia. Hii siku ulitakiwa ufurahi, ikiwezekana ukapike chakula kizuri. Kama wewe unafuga pale nyumbani, chukua mfugo ulionona, chinja, pika, furahia. Nikamwambia ni sawa kabisa na nitafanya hivyo. Akasema sawa, basi utarudi hiyo siku kwa na amani. Nikamwambia haya. Rosie anasema tumetoka mimi pamoja na ndugu yangu, moja kwa moja tunarudi nyumbani. Ndugu yangu aliniambia hakuna siku na furaha kama siku mbili hizi. Nimeona sasa nitapumzika kupata kesi kutoka kwako. Sasa utaenda kuishi kwa amani. Jamani. Haya mambo yametuchosha. Binti alivyokuwa na jeuri. Hivi zile rekodi zake ulizitunza? Nikamwambia zipo. Akaniambia tumsikie maana sijui ataona mzika lini. Nikamwambia alinipigia yule, moja tutauliza. Unataka kwenda kushuhudia wanapomzika? Mpaka uone kaburi anavushushwa kwenye kaburi. Ushuhudie kabisa. Nikamwambia hapana. Labda mwenzangu umekuwa Tomaso, unataka kuthibitisha vitu, ikiwezekana twende. Nikamwambia hapana, hata kwa mbali. Nikamwambia labda tusitaki kutafuta mambo, tusitaki kutafuta maneno. Akasema mimi ninavyokuwa na hamu, na hamu nione, na hamu hata ningeenda kwenye huo msiba. Niende kwenye huo msiba na muda wa kuaga niende nikaage. Niende nikamuone mara mwisho, nione jeuri yake sasa iko hapo. Nione hapo anafanyaje sasa. Nikamwambia hata hakuna haja. Akasema nisikizishe sauti, nisikie sauti yake na maneno yake ya kejeri niyasikie. Akachukua simu, mazungumzo yake tumerekodi. Nikaanza kusikiliza, tunasikiliza. Jifunze jifunze, mimi ukubali ukatae, mimi ni mke mwenzio. Ndio nakwambia, kwani usimfuate mwanaume unanifuata mimi? Bwana hebu niache. Yale maneno yale ya kuudhi ambayo alikuwa akiniambia. Ndugu yangu akacheka. Kuisha habari yake. Aende akapate adhabu yake huko. Kuiba mume wa mtu akahukumiwa huko mbele ya safari, na ni mmoja motoni. Tukaendelea na safari. Tumefika tukaachana. Mimi nikarudi kwangu na yakaenda. Rosie anasema nataka nizungumze neno hili kwa kila mwanamke ambaye yuko ndani ya ndoa. Mimi sijui unapita situation gani. Sijui mpaka sasa hivi umechoka kiwango gani. Sijajua unawaza nini. Pengine mpaka sasa hivi maumivu yametengeneza umekuwa ni uovu. Kila unachokiwaza ndani yako ni uovu, kufanya mambo mabaya. Kila ukilala ukiamka, kwa sababu uchungu umekuwa kwa ukubwa sana. Rosie anasema kiu yangu, furaha yangu ni mimi kuona ninapata amani ndani ya moyo, kufurahia habari mbaya za adui yangu. Ndicho kitu ambacho mimi nilichokuwa nataka kukiona. Sasa niko peke yangu. Huyu mwanaume ina maana yuko kwa anaomboleza msiba, na huyu mwanaume hajaonekana, ina maana toka mahangaiko ya huyu binti dakika hizi za mwisho unaona alikuwa naye. Mpaka hivyo anaenda kujifungua, mpaka binti anapatwa na mauti na mtoto, ina maana yuko naye, na mpaka msiba, ina maana huyu mwanaume yuko huko. Niko peke yangu. Niko kitandani. Mimi ni mama watoto 4. Watoto wetu wamekuwa, Mungu ni mwema, amewajalia wamezidi kukua. Niko peke yangu kwenye chumba ambacho nilikuwa nikilala mimi na mume wangu. Lakini migogoro, huyu mwanaume alihama chumba. Niko nimekaa.
Rose anasema, yani kumbukumbu ikanirejea moja kwa moja, mimi pamoja na ndugu yangu tukiwa tunasikiliza ile sauti ya yule dada. Neno ambalo nililikumbuka, kubali mapenzi yakifika mwisho amefika mwisho. Hata kama hawezi kuwa na mimi, atakuwa na mwingine. Maneno ambayo pia ni yako kwenye simu. Rose anasema, nikachukua ile simu yangu usiku huu, nikaiwasha simu yangu. Yani nikafungua simu yangu sehemu ambayo nimetunza records, hizi recording, sauti zilizorekodiwa. Nikaisikiliza. Nilipoibonya ile moja kwa moja, ikaja ile ambayo anazungumza mapenzi yakifika mwisho amefika mwisho. Yani ile ndio kwa naifikiria hiyo, kwa sababu hivi nilikuwa nimevirekodi vipo vipande kadhaa. Rose anasema, nimesikiliza sauti yule dada, nikakumbuka mganga alivyoniambia, sasa kuwa na amani, nimeshaifanya kazi yako, kuwa na amani. Rose anasema, usiku ule nikiwa nimekaa pale kitandani, ni kama kwenye maisha yangu kuna kitu kilikuja ndani yangu. Siwezi kuelezea hata mtu akaelewa hiki ninachokisema. Ninakielewa mimi kwa sababu ndo nimekifili hivyo. Lugha nzuri hii ninayoisema kwa sababu siwezi kuielezea vizuri. Ni kama kuna kitu kilikuja ndani yangu, kikachukua kitu ambacho sijui ni kitu gani. Yani sielewi ni kitu gani, lakini kama kuna kitu kilingia ndani yangu kikachukua kitu. Nikahisi kama nimekuwa mtupu. Yani ninavyo-feel kama nimekuwa mtupu. Sio hata kama kuna mtu unanielewa. Rose anasema, sikulala mpaka panapambazuka. Yani mpaka panapambazuka asubuhi. Sijapata hata tone la usingizi. Wakati mimi kabla sijapata hii taarifa hizi taarifa hizi sijapata, nililala. Tena nimetoka zangu shule. Nikirudi toka shule, nimefika hapo, nimefanya hiki, najikuta najipatia usingizi, najilalia usingizi. Usiku nako ndo nitafikiria mambo mawili matatu, lakini nikijiegesha napata usingizi. Siku ile sikupata hata tone la usingizi mpaka pamepambazuka. Na ndio maana nasema kama kuna kitu kilikuja ndani yangu, kikaondoka na kitu, sielewi. Ila naweza nikakueleza vitu ambavyo vilinitokea baada ya ile siku. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa, rafiki anaitwa Rose. Rose anasema, haya mimi binafsi nimeyapitia. Mimi Rose nilishakuwa na mipango mingi. Mipango ilikuwa ni mingi. Nyakati huyu binti ananijibu nyodo, nimeshampa warning, hasira zinazidi kuwaka. Mpango huu ulikuwa ni mpango wa final. Lakini mipango ilikuwa mingi. Kwa mfano, tumtafute mwanaume aende kama approach, mwanaume mtashi hivi, mwanaume mwenye nafasi yake, mwenye maisha mazuri, yani ambaye yani zaidi ya mume wangu. Tumtafuta kijana labda handsome, yani ana muonekano mzuri, anaonekana na uchumi mzuri, ana usafiri mzuri, yani yuko amejitosheleza kila sekta. Alafu tukimtuma kule, akienda approach nini, amsumbue nini, aingie naye kwenye mahusiano ili aharibu ya mahusiano mengine na yule amdampu. Mipango ni mingi. Najua mimi ninavyosema hivi sio mimi. Wako wanawake wanapita kwenye uchungu. Mawazo ni mengi, plani ni nyingi za kuhakikisha hayo mahusiano ya huyo mchepuko yanakufa.
Tuliwaza hayo. Unazungumza nini? Tuliwaza kwa nini tusimtafute Yesu? Anajifanya anapenda wanaume za watu, anapenda wanaume, tumtafutie wanaume. Tumtafutie wanaume wa haja. Tukimtafutia wanaume 5 hivi yule si watamtosha watamnyosha. Alafu tunamfanyaje? Mnampiga picha tu hapo. Mnafanyaje? Mipango ni mingi. Mipango ni mingi sana. Nini tunapanga? Tulipanga vingi, lakini vyote vilikuwa ni vya uovu. Kwa sababu gani? Moyo una uchungu. Umefika mahali moyo unaumia. Unaumia mpaka ndani kabisa. Mwanaume anakuambia tuachane. Ukitafuta reason huioni. Rosie anasema haya mimi nimeyapitia katika safari yangu ya maisha, na haya yananifanya niyakumbuke sana. Palipo pambazuka ikawa ni siku nyingine. Rosie anasema nilifanyaje? Nilimtafuta ndugu yangu nikamwambia imekuwa leo ni siku ya ajabu sana. Kwa nini? Ajabu kwa uzuri? Ajabu ipi? Nikamwambia sijui ni kwa uzuri, lakini sijalala hata kidogo. Nilitamani hata nikupigie simu, nilishindwa. Lakini sijalala hata tone, macho yangu hayajafunga. Akaniambia unajua ni nini? Yaani ni kama mtu aliyefanywa surprise ya kitu. Ina maana una furaha iliyopitiliza. Furaha iliyopitiliza ndio inakufanya unajifili hivyo. Nikasema basi sijalala kabisa. Akasema hata usijali. Vipi umefuatilia huko? Nikamwambia sijafuatilia. Mpigie. Sasa kupigia, mwambie niliona misiko yako, mpigie. Nikamwambia sawa. Kweli nikachukua simu nikampigia yule chawa wangu. Ananiambia niko msibani. Niko msibani. Ndo anazikwa leo huyu mrembo, yani dada wa watu. Nikamwambia maskini. Na vipi kuhusu mtoto? Yani mambo ni mengi, lakini leo ndo anazikwa. Kwa hiyo ndo tuko kwenye msiba, mimi naomba nitakupigia. Nikamwambia shemeji yako wewe nikafiwa na mke. Nakwambia mumeo nikafiwa na mke. Jamani, ni machozi. Yani hana raha. Ndo kaubeba msiba. Niko hebu nipigie hata picha. Akasema wewe. Nikamwambia nipigie hata tu picha ni muone wewe mume wangu jamani. Maana toka alivyoondokaga yuko najua. Basi taona atakavyofanya. Rosie anasema haya yamenitokea katika safari yangu ya maisha. Mimi Rose. Nikushukuru sana msikilizaji kwa kunipa nafasi katika siku njema ya leo. Muda wangu umekwisha. Mimi na wewe tutaonana tena kesho katika ripoti ya leo. Tusogee mbele zaidi na tuyasikie mengi ndugu yetu anaitwa Rose akishia pamoja nasi. Asante, usiku mwema.